mienendo ama uamuzi wa kumtema katibu mkuu wa chama cha ODM, tuelekee katika bunge ambapo Wakenya wanaotafuta matibabu nje ya nchi sasa watalazimika kugharamikia huduma hizo licha ya kuchangia kwenye hazina ya bima ya afya ya jamii, yani SHIF. Afisa mkuu mtendaji wa halmashauri ya afya ya jamii SHA, Mercy Mwangangi, aliyefika mbele ya kamati ya bunge alisema halmashauri hiyo ingali kutia saini kandarasi na hospitali za kigeni kama inavyohitajika kisheria na hivyo haiwezi kugharamia matibabu nje ya taifa. Aidha, Mwangangi hata hivyo aliwahakikishia Wakenya kwamba utaratibu wa kuidhinisha hospitali za kigeni utakamilika kufikia mwisho wa mwezi ujao na orodha ya hospitali hizo kuwekwa hadharani. Mpito wa kutoka hazina ya kitaifa ya bima ya afya NHIF hadi halmashauri ya afya ya jamii SHA umesheheni changamoto sihaba ambazo sasa zinatishia maisha ya Wakenya wanaotafuta huduma za matibabu nje ya nchi. Kufuatia kupitishwa kwa sheria mpya ya halmashauri ya SHA, utaratibu tofauti wa kimkataba ulianzishwa baina ya halmashauri hiyo na hospitali za kigeni ambapo zinatakiwa kuwekwa chini ya kandarasi kabla ya kupokea malipo. It is not the problem of the patient or the family of the loved ones who are outside there. They just fell sick at the point when they're paying their SHA and SHA is not taking care of the bills. NHIF had a different methodology of contracting hospitals abroad. They issued what was known as a guarantee of payment, and they issued to a set number of hospitals before. Now we have to follow the procurement process in accordance to the law. Akiwa mbele ya kamati ya bunge la kitaifa ya uwekezaji wa mali ya umma, afisa mkuu mtendaji wa halmashauri ya SHA, Mercy Mwangangi, alisema kufikia sasa hakuna hospitali ya kigeni ambayo iko chini ya kandarasi na hivyo Wakenya wanaotafuta huduma za matibabu nje ya nchi watalazimika kugharamia matibabu yao. SHA can only pay a contracted facility. And so as I stand right now, as SHA stands right now, we have no contracts with any hospital for any management or any treatment in India or in other countries. Mwangangi alifichua kuwa halmashauri ya SHA imetoa fursa kwa taasisi zote za afya ulimwenguni kutuma maombi ya kandarasi hizo, na kwa sasa mchakato wa ukaguzi unaendelea huku ukitazamiwa kukamilika kufikia mwishoni mwa mwezi ujao. Wabunge hata hivyo walielezea wasiwasi kwamba kucheleweshwa kwa malipo ya madeni ya hospitali za kigeni ya shilingi milioni 146 kunazuia hospitali hizo kutuma maombi ya kujumuishwa kwenye kandarasi na halmashauri ya SHA. Wabunge hao pia walitaka ukaguzi wa deni la hospitali za humu nchini la shilingi bilioni 33 lililoachwa na hazina ya NHIF na kurithiwa na halmashauri ya SHA.